kaunti ya Kakamega, kaunti hii ambayo Jumapili hii kinara wa ODM Oburu Odinga atakuwa anakuja anatua hapa Kakamega. Je, alivyozungumza leo Gavana Fernandes Bareza akasema kwamba Jumapili wapo tayari kumlaki Oburu Odinga kuja Kakamega. Inakuwa ni hisia zipi katika ndani ya ODM? Je, ODM itasimama kivyake mwaka 2027 au itakuwa namna gani? Na wakazi wa eneo hili la Kakamega wanakubali kinara ODM Oburu Odinga aje azungumze nao kuhusiana na siasa za 2027, na wao je wanaona kwamba kuna ubora ama tuseme kwamba kuna faida yake yeye kuja ama hata sio faida? Atakuwa anazungumza ingo hapa kisha alafu utakuwa nasonga nalo. Asante sana ndugu yangu. Mimi nina maswali kadhaa karibu manne mpaka nifike kwa mambo ya vyama nitazungumzia pia. Jambo la kwanza ni mimi nataka kuuliza viongozi wetu wa Navakholo, Mheshimiwa Mwenyehako na Ochwaya na MCA wote. Mwaka jana walikuja hapa kwa kiwanja ya stadium, wakaita wamama, wakasema wanataka mikanda. Kurubu zikaenda hapo. Tukuona wakipata faida yenye waliwaitia. Wakaenda wakapeleka pesa yao tena wakawarudishia pesa yao. Sasa tukashindwa ni mjango gani wenye unasaidia watu wa kurubu. Juzi nimeona hapa Wangwe. Nimeona hapa waziri wa nini Mr. Oparanya. Nimeona hapa viongozi kadhaa wakisanya wamama, wakisanya wanaume, na tuko hapa na viongozi hapa Navakholo wa kurubu through bodaboda. Hao bodaboda wako registered, wako na kila kitu, wako na bank, kila kitu yenye umekuja kusaidia. Sijawahi sikia bodaboda yeyote amepata msaada kutoka hapa kwa kiwanja. Sijawahi kitu kama hiyo. Ni kama iko umesaidia ukuje open useme ulipatiana grupu ya bodaboda ngapi kwa hapo stadium. Jambo la pili, kitu yenye mimi inanishangaza. Unaweza chukua soko kubwa kama yenye ulijenga kwako Sisohe, yenye inaweza kuinvest Navakholo uchumi wake, unapeleka huko kwa Mto Nzoia na hata daraja yenyewe hakuna. Sasa hatujui hiyo ilikuwa moja yenye ulipeleka huko ama ni soko. Mheshimiwa, wewe tu mtu ambao umefanya kwa bunge miaka 15, unaweza peleka soko kubwa namna hiyo Sisohe? Ama ulipeleka nyumbani wakati unaenda nyumbani uko unafanyia hapo biashara? Jambo hiyo nakuuliza. Jambo la pili, nilisikia ukisema ati civilian itapata pasi. Ikakuja kwa mtandao ikaonekana pasi inakuja. Hiyo pasi yenyewe tunauliza watu wa civilian, mimi ni msasi wa civilian. Sijawahi ona pasi. Hapa kanisa ya Friends Chebius niliona kitu kwa mtandao omeleta pasi hapa. Kindiki akakuja hapa. Mimi nilishangaa, kwani Kindiki alikuja tu kwa hewa ama alikuwa analeta pasi? Kwa Friends Church ndio wananchi wanauliza, wewe mambo yako ni kusema tu ama unasema na kutenda? Ama vile unaenda nyumbani ndio sababu unatanganya tu wananchi wa Navakholo? Jambo la tatu lingine, Mheshimiwa tafadhali, tumekuwa na recruitment hapa ya polisi. Yaani kitu mimi nashindwa. Watu wauza mashamba wamalize kwa sababu ya watoto kwenda kwa polisi. Ukitaka mtoto achukulie hapa lazima uuze shamba ndio mtoto afanya nini? Aingie kwa polisi. Usipouza shamba, haki ndugu yangu, utaona mtoto yako akikanyaga hata mlango wa polisi ama recruitment ya walimu uweze pata mpaka uuze shamba. Sasa ndio tunauliza. Sasa kama umeshauza shamba na matapeli wako kwa hiyo timu, sijui wao matapeli, yeye ndiye anatenga, wananyanyasa wananchi, wanakula pesa, wanatoroka na pesa ya wananchi wenyewe, na umeuza shamba, watoto yako waandikwe walimu, wachukuliwe udaktari, mara polisi. Hatuoni? Tunaona watu wake wenye wanafanya nayo kwa ofisi ndio watoto wako wanachukuliwa. Mambo kama hiyo Mheshimiwa, tafadhali kama unatenda ukifikiria unaenda nyumbani ni sawa. Lakini kama unataka unaomba nafasi nyingine, wacha nikuambie tu ukweli, hakuna chance hapa kwa ground. Hakuna chance. Upende usipende, kwa hii chance hakuna.
nimekuja upande wa kuzungumzia mambo ya vyama. Wewe 2013 ulikuwa na chama inaitwa UDF ya Musalia. Vile ulienda kwa bunge ukakuabisha, ukatoroka kwa UDF ukaenda kwa Jubilee. Umekaa kwa Jubilee, sasa hilo umeona Jubilee sasa imekatoa inataka nini, ukarudi kwa ODM wakakupatia tikiti direct. Na mwenye alikupatia tikiti direct leo amekufa. Hayuko. Sasa wewe utafanya namna gani? Tunasikia fununu atunataka kwenda kwa UDA. Ndugu yangu, wacha nikwambie. Ukienda kwa UDA upaki kwa ODM, wewe siku yako malizia tundu, miaka yako imepaki 2, lakini siku ikifika ya tarehe 8 2027 wewe unaenda nyumbani, kukaa nyumbani, wewe usikieko yenye watu wanasikia. Na kama watu wako wakwambia ukweli, mimi nakwambia ukweli, tulikuwa na wewe nikakusaidia miaka yote kura, lakini hakuna kitu yenye ulinisaidia. Sasa saa hii vile niko namna hivi, mimi nasaidia mtu mwenye anaitwa Stanley Ochango. Ni hiyo tu, na sitarudi nyuma, hatutapatisha, ni hiyo. Anavyosema basi hata bahatisha na hata badilisha. Kwenye chama cha ODM alikuwa anazungumzia na chama atakuwa hapa atakuwa anazungumzia kuhusiana na ujio wa Oburu Odinga siku ya Jumapili, kisha atakuwa anamalizia hivyo hivyo tukimalizia bunge la Magharibi na bunge la Mwananchi. Okay, asante sana mheshimiwa. Sisi tunakaribisha mheshimiwa Oburu Odinga kwa sababu hii kaunti yako free kutembea. Oburu Odinga yeye hana shida. Sisi tunapenda chama cha ODM. Chama cha ODM kilikuwa kinaongozwa na mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mimi nataka niseme moja mbili. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa amefanya mkataba na mtu anaitwa Stephen Kalonzo Musyoka ya kwamba uniunge mkono 2022, ikifika 2027 mimi kama Raila Amolo Odinga ndakuja na chama changu cha ODM nikuwekelee mkono ili nikusupport 2027. Then ule Raila Amolo Odinga, ule mmoja tu ule mtu ya ODM, chama sio mbaya, lakini mtu alikuwa msaliti, alikuwa anaitwa Raila Amolo Odinga. Alifanya mzuri kukufa. Kama mwenyewe mlisikia vibaya, mimi nisikia mzuri. Kwa sababu yeye alikuwa anataka kuleta watu ya Kenya wapigane bure. Kwa sababu gani? Anaenda kufurahisha William Samoei Ruto. Anamwambia mimi William Samoei Ruto, sasa mimi nimekuja na chama yangu ya ODM, nimekuja kukusupport mpaka 2027, hapo tuende tuangalie. Then ndio huyo alikuwa ameagree na Kalonzo Musyoka, hii tunaenda na wewe mpaka taka ya mwisho. Chama sio mbaya. Mtu mwenye alikuwa mbaya alikuwa anaitwa Raila Amolo Odinga. Sisi kama wakaaji wa Navakholo tuko tayari kwenda kuombea chama ya ODM. Kama mtu mwenye ameshikilia kitu Oburu Odinga, uko sawa, shikilia hiyo chama. Tuko tayari kukusupport kama wote ya Navakholo kutoa candidate wa ODM. Kutoka kwa ODM tunataka isimamishe mtu. Kwa sababu gani? Chama si moja. Kenya iko na democracy. Kenya inatakana ikuwe na chama mingi. Hata mheshimiwa Chirongo amekuwa na chama yake. Hamisi Mkanda marehemu amekuwa na chama yake. Mbona Oburu Odinga usishikanishe, usikae na ODM? ODM ni yako na ukae na watu yako. Na ile upuzi mnatembea nyinyi Wajaluo na wale watu wengine, mkitaka kuleta kisirani yenyu hapo, ati mnataka mfukuze kijana yetu Sifuna, mtajua mwembe ndo nini kusema hapa Navakholo. Mkiguza tu Sifuna hivi, haki ya Mungu tunakuja. Hatutajua ati ODM ni ya Wajaluo. Mtahamisha, mtatuachia hiyo jamaa. ODM sio mbaya, lakini ukabila itoke. Na wale watu wenye wale hapo watumbo kama Tunet, kama hii mama inaitwa Gladys Wanga, hii ni tumbo tu inawasumbua. And then ile kitu inawasumbua kitu ya pili. Na ile unajua wao wanajua kuomba kura. Hao walikuwa wanapepa kwa mgongo ya Raila Amolo Odinga. Raila akikushika hivi, wao umeenda. Wanasikia utungu kwa sababu Raila Amolo Odinga hayuko. Raila Amolo Odinga angekuwa, hao watu wangekuwa wamefanya nini? Wangenyamaza. So wanatafuta strategies ya kwenda kwa ground kuomba watu yao kura. Tunakuja na mbinu gani? Wanakuja na UTA ama wanaenda kuunganisha ama wanaenda kufanya nini? Lakini mimi ile kitu mimi najua, chama cha ODM chiko na mkataba na watu ngapi? Mtu mbili. William Samoei Ruto waende waungane na UTA na Kalonzo Musyoka waende wamuunge 2027. Na hiyo ni sign ilikuwa, hiyo mkataba ilikuwa imeshafanyika na Raila mwenyewe. Raila Amolo Odinga yeye ndiye alikuwa ameungana na hiyo watu. Kama mtu mwingine, jamani kuja unisaidie hapo kiasi. Acha niongee about ODM. Chris mwenyewe. Mimi ndaongea about ODM. Mimi siwezi sema napinga Oburu, lakini Oburu mimi nampinga tu kuja Kakamega.
Jua msee asaidie hiyo chama. Kwanza ndaanza hivi. Oburu amefanya ODM kila mtu anaenda kivyake. Sasa kaa SG wetu Edwin Sifuna, Sifuna sasa yako na timu yake. So Oburu ako na timu yake. So sasa hii wewe uchukue tu mtu kama Oburu ako na around 84 years. Unampea aongoze chama ya ODM. Na still kulikuwa na watu wengine kama Babu Owino, kulikuwa na Gavana wa Siaya James Orengo. Hao ndo watu wampigania ODM. SG wetu Sifuna, wewe unachukua chama unapea Oburu, which means hii chama ni ya ukoo. ODM wacha niongee hivi, ODM si ya mtu mwingine. ODM ni ya ukoo ya watu wangapi? Wawili. Jaramogi Odinga, ODM ni yao. So mimi nitaambia vijana wetu kama Sifuna, wachana hiyo chama. Watafute chama yetu iko hapa, TAP. Wajiunge na chama yetu. Ukiona hiyo mchezo sasa yenye inafanyika Oburu kuja Kakamega, hiyo ndili ya Ruto. Sasa ni kama anauzia ODM UDA. Na UDA wanataka tu kutumia ODM 2027. Juzi umeona Ruto akiongea Nyeri, akisema mimi siwezi acha watu walinipigia kura nijiungane na watu wajinga. Asemi watu wajinga ni Kashakwa, anasema Wajaluo ndo wajinga. So Jaluo kwa wajinga ni nini? Oburu na Gladys Wanga na Junet Mohamed wameuza ODM kwa Ruto. Hiyo si kitu itakuja Kakamega sisi Wanyala tutoke na Vakolo. Tunafuata Ochwa tunaenda kuungana na ODM. ODM inatusaidia nini na Vakolo? ODM ni ya Mjaluo na si ya Mjaluo. ODM ni ya familia ya Jaramogi Odinga. Sasa kama sisi watu wana Vakolo, ODM hata hatuitaki. Mimi hata Oburu kuja Kakamega inisaidii na isaidie ODM, hata isaidie gavana wetu Barasa. Juu hakuna impact akikuja Kakamega. Hakuna impact ataleta Kakamega. ODM sasa imeenda. So mimi kitu nawasema Osoti, Sifuna, kujeni kwa chama yetu iko hapa Trans Nzoia. Tusukume chama yetu pia sisi 2027. Hiyo chama yetu pia sisi tukue kwa meza na Ruto. Ukitaka Waluya tusukume kijana wetu tufanye mkataba naye. Sasa tukisema tunasukuma ODM iende ifanye mkataba na UDA. Wewe Mluya una benefit na nini? Ukisema ati yeye ODM inakusaidia nini? Kama wewe ni Mluya. Wewe kama wewe Mluya, saboti natembea, chama yetu ikuje, tuiweke kwa meza na UDA. Tunasema 2027. George natembea kwa Vice President wa Ruto. At least hapo tutaongea, utakuwa umesaidia Waluya. Utakuwa umesaidia, lakini ukiniambia ODM inakuja Kakamega, wanaenda kufanya mkataba na UDA. Mimi kama mtu wa Vakolo, mtu wa Mlembe, nasaidika na nini? So SG wetu Sifuna, Osoti, tokeni kwa hiyo chama. Tafuta chama yetu iko hapa Trans Nzoia. Tusukume hiyo chama. Nikimalizia, Mudavadi na Wetangula bana. Siku zenu zimeisha bana. Hiyo serikali, unajua wacha niongee kidogo. Hiyo serikali ilikuwa ya shares. Aje. Kashakwa alikuwa kwa hiyo serikali, Wetangula alikuwa kwa hiyo serikali, Mudavadi alikuwa kwa hiyo serikali. Raila alikuwa chini ya maji, lakini alikuwa chini ya maji. Hiyo serikali ilikuwa ya 2022 ilikuwa ya shares. Ndio uliona Wamunyora akisema mlima, yeye anasaidia watu wa kwao. Ikifika Ruto ni president, but atasaidia wapi? Wakalenjin. Ikifika Mudavadi na Wetangula, Mudavadi ananiambia nipe shares zangu niweke kwa mfuko. Wetangula same anasema sisi tumechoka na watu wawi. Sasa sisi Simba yetu Western region. Simba yetu ni chochi natembea. Hakuna mtu mwingine, sio ndio tunataka Sifuna, Osoti, kujeni tuunge huyu Wangwe. Toka kwa ODM kuja hapa inaitwaje? Hii yetu inaitwaje? TAP. Kuja kwa TAP na Ochwa ukikuja na ODM nyumbani. Gavana wetu 2027 mwenye atakuja na TAP atakuwa gavana. Senator akikuja na TAP atakuwa senator. Mbunge wa Navakola mwenye atakuja na TAP tutampea juu ya nini? Mjaluo ukienda huko na chama ingine watachoma usiku hiyo ofisi ya hiyo chama. Enda uchukue ODM upeleke Mlima, watachoma hiyo ofisi. Chukua chama yanatembea upeleke kwa Wakalenjin, watachoma. Lakini sisi Waluya wakileta hapo ODM sisi ndio tunapanguza. Kwani sisi ni wakina nani? So pia sisi tumechoka. So Oburu mimi hata sitaki ukuje Kakamega juu hakuna kitu unaweza. Juzi nimeona umetuaibisha hapa Kibra jana. Yani mzajielewi. Uongozi hatutaki wazee. Uongozi tunataka vijana. Mbona ODM anataka kuuza hiyo? Mbona Oburu ameuza ODM?
Juu hata Kibra jana aliongea, hata ajielewi, anaongea tu vitu. Sasa wewe huyu atapeleka wapi ODM? Wacha uzo ODM, Ruto amalize, sisi tukuje na TAP, tufanye mkataba na Ruto. Toji natembea kwa Vice President 2027, hiyo nimemaliza. Amesema kwamba amemaliza, kaeleza kwamba sio lazima Oburu Odinga aje Kakamega, manake haitamfaidi kama yeye mkazi wa Navakholo. Je, akija basi aje na maendeleo, aje na gavana basi walete maendeleo eneo hili la Navakholo. Mimi nitaongea kuhusu Kakamega County. Mimi sitaenda Isile County zingine. Na watu wa Kakamega County na waomba tafadhali, ODM iko na mchezo. Hata huyo Wangwe mbunge wenu alikuwa ODM, sasa anacheza anakuja na UDA. Wangwe mahali huko kuja na ODM tukutane na wewe. Niko na rafiki yangu anaitwa Code, atakuja na chama kinaitwa ODM. Tukutane na wewe kwa nomination. Nataka kujua nguvu yako ni wapi. Najua unaokopa nomination 2027, simama ODM. Code atasimama ODM, tuchague mwenye atachukua ubunge wa Navakholo. Na watu wenye wanaongelea DAB mutalia vile Panyako alilia Kabarasi. Wacha tukutane 2027. Asante. Basi moja kwa moja amezungumza. Wakazi wa eneo hili la Navakholo wameweza kuzungumza zaidi kuhusiana na masuala ambayo wanayapitia moja kwa moja, kuhusiana na kuanzia kwa maendeleo ya barabara, pia vile maendeleo ya miundombinu kama vile Huduma Center. Tayari wameshawekeza pale shilingi milioni 24. Je, zitafanya kazi au zitakunywa maji? Na pia vile basari kuhusiana na elimu, wanafunzi katika eneo hili basi wanapata tabu sana, wazazi kutoa karo kwenda shuleni na kwa vigumu zaidi. Hivyo basi viongozi wa eneo hili, viongozi kuanzia kwa mwakilishi wadi, mbunge mpaka kwa gavana wa kaunti hili, ni wito wa wakazi wa eneo hili la Navakholo wanaokuomba sana uje uhakikishe kwamba yale ambayo ulikuwa umesema na umetenga uweze kuyaweka hapa moja kwa moja waweze kushuhudia kwenye miradi. Kutoka eneo hili la kaunti ya Kakamega, eneo la Navakholo, nafunga bunge la mwananchi, bunge la Magharibi. Salia kuniita Papa Chiteri, tembelea kwenye Amaika TV, utakuwa unayepokea moja kwa moja.